Kwa majina naitwa Neema Moses, ni secretary wa kampuni ya Mevity. Leo ninapenda kukufahamisha hatua za kubadilisha hati kutoka kwa muuzaji kwenda kwa mnunuzi, transfer of title deed. Hatua ya kwanza ni uthaminishaji, valuation. Kwenye hatua hii, aidha iwe kiwanja, nyumba au jengo, ni lazima kufanyike uthaminishaji wa mali ili kujua wastani wa thamani yake. Hatua ya pili ni masuala ya kodi, tax issues. Kwenye eneo hili la masuala ya kodi ni tunazungumzia malipo ya kodi, yaani TRA, kwenye ubadilishaji umiliki wa mali. Hatua ya tatu ni uthibitisho wa kwanza na mamlaka, early confirmation by authority. Hatua ya nne ni uthibitisho wa mwisho na ubadilishaji, transferring names. Kwenye hatua hii tunazungumzia kukamilisha ubadilishaji wa umiliki wa mali kutoka kwa muuzaji kwenda kwa mnunuzi na kuandaa kwa faili jipya na kutengenezwa kwa hatimiliki mpya. Hizi ni hatua za kukamilisha kubadilisha hati kutoka kwa muuzaji kwenda kwa mnunuzi. Lakini vile zoezi hili linakumbwa na changamoto wakati wa ubadilishaji. Pia nitaelezea kwa nini mchakato wa kubadilisha hatimiliki unakuwa mgumu kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni mchakato kuhusisha mamlaka tofauti kama vile kitengo cha uthamini ardhi, kitengo cha maafisa ardhi, mipango miji, mamlaka ya mapato, TRA. Sababu ya pili ni urasimu na ukiritimba. Halmashauri za miji, wilaya, majiji na manispaa yamekuwa na urasimu kwenye eneo la kubadilisha umiliki wa hati. Kwa mfano, uwepo wa mlolongo kwenye kukamilisha uhamisho wa mali. Sababu ya tatu ni swala la mfumo na mtandao, ambapo bado kuna changamoto kuhusu mfumo mpya wa ardhi na hata ule wa zamani. Hizi ndo sababu zinazopelekea zoezi hili la kubadilisha hati kutoka kwa muuzaji kwenda kwa mnunuzi kuwa gumu. Lakini Mevity Company Limited inasaidia kufuatilia hati na uhamisho wa mali zisizohamishika kama vile ardhi, nyumba na majengo. Asanteni na ninakukaribisha Mevity kwa huduma nzuri za uwekezaji.